kilichojiri ndani ya dakika 90 za fainali hiyo. Kwa mara nyingine tena klabu ya Simba imeshindwa kutoa ubingwa wa Afrika. Itakumbukwa mwaka 1993 mbele ya aliyekuwa rais wa Tanzania hayati Ali Hassan Mwinyi, Stella Abidjan ya Ivory Coast ilichukua ubingwa wa mashindano ya CAF kwa kuifunga Simba kwenye uwanja wa Uhuru, wakati huo ukiitwa uwanja wa Taifa. Leo Simba imetoka sare na RS Berkane kwenye mchezo wa fainali ya pili ya kombe la shirikisho Afrika, lakini matokeo ya jumla Simba imepoteza kwa kufungwa magoli 2-1 na ndoto yao ya ubingwa wa taji hilo imeyeyuka hapa kwenye uwanja wa Amani mbele ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Baada ya mchezo huo, Shomari Kapombe amezungumzia matukio kadhaa ya uwanjani ikiwa ni pamoja na kadi nyekundu aliyooneshwa Yusuf Kagoma mapema kipindi cha pili. Hamna mchezaji ambaye anaweza kukosa nafasi hapo akajisikia vizuri. Nimejisikia vibaya kwa sababu ningeweza kupata nafasi ile, ningeweza kubadilisha mchezo kabisa, lakini Mungu nao ni mengi, nikaweza kukosa, lakini ndio hivyo. Kwa hiyo tunashukuru na tulichokipata. Yalotokea kila mtu ameona. Mimi kama mchezaji nilikuwa nachukua jukumu langu la kuendelea kupush kwa sababu timu yangu ilikuwa inahitaji matokeo. Kwa hiyo yalotokea kila mtu ameona ni nini kilichokuwa kimefanyika, lakini mwisho wa siku nadhani sisi wenyewe tulitakiwa tuweze kufunga, lakini hatukuweza kufunga. Kwa hiyo naweza kusema kwamba tuliweza kupoteza nafasi na matokeo yametokea kama hivyo yalivyotokea, tumeweza kupoteza mchezo wa fainali. Binafsi siwezi kuingilia sana maamuzi na mwachia kwa sababu ndio maamuzi alikuwa katikati. Kwa hiyo aliona kama ile ni foul inafaa ya kadi ya njano ya pili na red card. Kwa hiyo sisi muda ule iliweza kutuvunja nguvu kwa sababu tulikuwa tuko wachache na tulikuwa tunahitaji kupush, lakini still tuliweza kuendelea kupush na tukaweza kupata goli ambalo liweza kuja kukataliwa. Mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Bi Zubeda Hassan Sakura ana nini cha kuwaambia wana Simba mara baada ya kushindwa kutoa ubingwa wa Afrika? Mimi kwanza niwapongeze wachezaji wetu, mashabiki wetu, kwa sababu wakati tunakuja kucheza Zanzibar kila mtu alikuwa anapata wasiwasi, lakini tumejionea mpaka leo tunaenda kwenye mchezo huu, uwanja ulikuwa na watu wengi ambao wote wametusupport na event ilikuwa ni sold out, na hiyo inadhihirisha ni kwa kiwango gani mashabiki bado wanaendelea kuisupport timu yetu. Hata pale ambapo matokeo hayajakuwa mazuri, wote mmeona wao walikuwa wa mwisho kutoka, na wachezaji wetu wanatambua thamani ambayo wamepewa na mashabiki, na ndio maana kazi kubwa wameifanya sana uwanjani. Kwa sisi tunapongeza wachezaji wetu kwa kipekee kwa kuweza kuipigania na kuheshimisha beji yetu ya Simba Sports Club. Asanteni sana. Nje ya matokeo mmefanikiwa kwa kiasi gani? Mafanikio siku zote yanapimwa na malengo yaliyotangulia nyuma. Mwanzo tulikuwa tuko katika kuhakikisha kwamba tunavuka hatua ya robo finali, na kufika finali ni kwa sababu ya mipango na mikakati yote ya kiuongozi, kiutawala na benchi la ufundi. Kwa hiyo pia niseme asante sana kwa coach Fadlu na sasa pia kwa benchi zima la ufundi kwa kujitoa kwao, na mimi nasema sina cha kuwadai, wanasema hawana deni. Watarajie nini wana Simba? Msimu mpya unaanza, lakini vile vile tunarudi katika ligi kuu na pamoja na kombe la shirikisho la FA CRDB Confederation Cup, na bado tunayo nafasi ya kuweza kutekeleza yale yote ambayo tumeyatazamia katika msimu huu wa 24-25. Asante. Mnajenga kikosi, kuna namna ambavyo mnatarajia kufanya maboresho? Msimu haujaisha, lakini mimi naamini kwamba kwenye msimu wa 25-26 Simba itaenda kujiimarisha zaidi. Mfadhili wa zamani wa Simba Mzee Azim Deuji alikuwepo mwaka 1993 wakati Simba iliposhindwa kutoa ubingwa wa CAF. Miaka 32 baadaye ameshuhudia tena kombe likiondoka Tanzania. Ni maumivu kiasi gani kwake? Inaumiza sana, lakini kwa timu ilivyo na timu tulipofika hapa, tumecheza na timu kubwa, tumecheza na timu karibu 4 za Waarabu. Zamani ukicheza na timu za kule juu basi huwa ndio mwisho wa safari, lakini mwaka huu tumecheza na timu 4 tukawatoa. Kwa hiyo ndio maana nasema na tuna matumaini kwamba mwakani tutaweza kucheza vizuri, na inshallah kama Mungu kaandika kwenye uhai kubeba kikombe,
basi tunamsubiri. Shabiki wa Simba Beni Kinyaia amemnyoshea kidole mwamuzi wa leo Dahane Beida kutoka Mauritania. Kipi ambacho amekiona hakikwenda sawa? Kuna matukio ambayo referee alikuwa ana point ambayo sio, kwa sababu huwezi kuona timu inafanya inaondoka imepokonya mpira, refa unapiga filimbi wasema mchezaji wa Simba umefanywa faulu. Sawa, nimefanywa faulu, niache, nishachukua mpira, simefanywa faulu mimi, niache, nipe advantage. Kwa nini utoe advantage kwangu? Kila move unayua, kila move unayua. It's not fair. Hii ni finali, mechi ambayo ina tension kubwa kuliko mechi zote. Lazima uwe professional. Haiwezekani unamwona Kagoma, yani mchezaji ambaye professional referee, mchezaji ambaye unamuona huyu ana yellow, amecheza foul inayostahili kadi. Siku zote kumbuka, yellow kadi ni kadi ya mwisho ambao kiitoa mchezaji hayupo uwanjani tena. Red card. Ni red card. Kadi ya mwisho kiitoa mchezaji, maana hakuna msalia mtume. Why ukumuita kumwambia kumbuka una yellow card, ukirudia tena hii foul mimi na wewe tumemalizana? Why ya kufanya hilo jambo wakati hii ni final? Hii ni final jomba. Ben, mbali na mwamuzi, unaamini Simba ilikuwa ina uwezo wa kuchukua ndoo? Of course imecheza kikubwa sana. Shabiki mwingine wa klabu hiyo Mudi Mzirai amewaambia wachezaji wake hana anachowadai kwa kile walichokionyesha kwenye msimu wa mashindano haya. Imetukatisha moyo kwa kwenye hii finali ya leo, lakini sisi tuiombe management ya Simba isikate tamaa, wachezaji wasikate tamaa, mashabiki na wanachama. Ipo siku mnyama ataleta kombe la vilabu barani Afrika, litakuja Tanzania, lakini sio kazi nyepesi kusema kweli. Sio kazi nyepesi, hasa unapokutana na hao Waarabu. Wana kila aina, wana kila mbinu ya kufanya kuhakikisha jambo lao linatimia. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ali ana neno gani kwa wana Simba baada ya kuvunjika mioyo jioni ya leo pale timu yao iliposhindwa kufikia ndoto yao kubwa ya muda mrefu? Tutembee kifua mbele kwa hiki ambacho tumekipata msimu. Of course inauma kukosa ubingwa mbele ya macho yako, lakini tunapozungumzia maendeleo tuna kila sababu ya kujipiga kifua na kusema ya kwamba timu yetu imefanya kila kitu kizuri msimu huu. Wala shabiki wa Simba usijisikie unyonge, wala shabiki wa Simba usijisikie usiugue na moyo wako. Shabiki wa Simba, tembea kifua mbele, timu ya kutamba nayo tunayo. Na wala usiogope mtu akakucheka. Anayekucheka ameishia hatua ya makundi. Unakumbuka hatua ya makundi imeisha lini? Tumesahau, hata tukumbuki imeisha. Anayekucheka aliishia hatua ya makundi, yani zamani huko. Sasa mtu kama huyo anatoa wapi authority ya kukucheka wewe? Huyo ni mtu mjinga ambaye kwenye filosofi ya maisha kwa wale ambao mmesoma matokeo yakitoka alafu darasa zima limefeli, kuna mtu ataumia, alafu kuna mjinga mmoja atasema yes tumefeli wengi. Sijui umeelewa hao ndo wale walioishia makundi alafu anamcheka mtu wa finali. Ni ripoti hiyo ya Dickson Masanja kwa kile ambacho kimejiri katika mchezo wa fainali ya pili kombe la shirikisho barani Afrika baina ya wekundu wa Msimbazi Simba ambao walikuwa ni wenyeji wa RS Berkane ambao ndio machampioni wa michuano hii baada ya kushinda kwa jumla ya bao 3-1 baada ya michezo miwili. Kwanza walistahili Berkane ijapokuwa hawakuwa timu bora kiwanjani leo Campista, lakini ndio walistahili kwa maoni yangu. Na ukitaka kufahamu wanastahili ama walistahili, nafikiri inabidi utazame kwa tukio zima la finali. Utazame tu mchezo wa Zanzibar pale peke yake. Jaribu kurudi kwanza mpaka uwanja wa jiji wa Manispaa ya jiji la Berkane kule ambapo
walipata ushindi wa mabao 2-0 na unaweza kusema walijinufaisha vema na home advantage yao, kwa maana kwamba kupata mabao 2, alafu walipofika huku kwetu ni kama walikuwa tayari wana mtaji ambao walikuja kuulinda, na hata game plan yao kama tulivyotazama leo hii haikuwa kwenda kuleta mashinikizo makubwa sana kwenye eneo la juu la Simba kama ambavyo ilikuwa kwenye mchezo wa duru ya kwanza. Kwa hiyo inakuonesha ni kwamba hawa watu walikuwa wanajua mtaji wetu tunaweza tukauhifadhi magoli 2, hebu ku contain pressure ya Simba, game management kuweza kutazama kama tunaweza kubakia nao kwenye mchezo, na baadaye baada ya Simba kupata bao 1 unaweza ukaona pia kuna mafani pia na wao wakaanza taratibu kutafuta namna ya kuweza kubakia kwenye mchezo. Substitutions kadhaa zilikuja zikafanyika second half kujaribu kuhakikisha wanakuwa na fresh legs kiwanjani, but again niligusia mwanzoni iwapo Simba walistahili kushinda mchezo wa leo. Yes, naamini walistahili kwa moja ama nyingine. Kuna mafano yalikuwa bora sana kiwanjani kwenye maeneo mengi kuliko ambavyo RS Berkane walikuwa. Na kwenye point yako ya msingi, kwa swali langu la msingi, wamestahili? Ndio hicho nimesema. Okay. Walistahili ijapokuwa Eric matarajio yani hivyo. Nilikuwa namalizia kwa matarajio Berkane wamestahili? Wamestahili sana, wamestahili kwa sababu unajua ukiachana tu na swala la ufundi kwamba unakuja na mbinu gani, lakini je, unaweza kumanage game yako kwa maana ya time unaocheza katika vipindi vizuri? Sijui umeelewa. Anasema walikuja na plan tofauti na mechi ya kwanza ambayo wao walikuwa aggressive kwenye high pressing. Sijui umeelewa. Leo taratibu walikuwa na kuachia mpira, ukifika kwenye half yao ambao wana defend unakuta wako wengi, so wanakulazimisha ucheze pembeni. Sijui umeelewa. Hiyo inawapa wao muda wa kubuy time, kujipanga defensively na kutoruhusu mianya yao kupiga pasi na kutengeneza nafasi. So kwangu mimi walimanage vipindi vyao taratibu ili wasiweze kuruhusu bao ama mabao mengi kipindi cha kwanza. Bao moja ambalo Simba wamelipata, japo walitengeneza nafasi nyingi za wazi ambazo probably wangeweza kupata bao 2 Simba ama 3. Kumbuka ile miss ya Kapombe, clear chance kabisa. Sijui unanielewa. So binafsi ninaamini kwa time management ambayo wameifanya kwa mechi ile iliwasaidia, na ndio hiyo ambayo imewasaidia pia hata kupata bao la mwisho. Walisubiria mipira ije kwenye afu yao, wapige counter attack, wapate nafasi ambayo wao wameplan kwenye mfumo wao. Sijui umeelewa. So mimi naona zaidi wamefanikiwa kwenye game management. Game management ndio imefanya at least wamepata hiyo sare ambayo lakini Campesta pia kwa kuongezea kidogo hapo kwenye actually matarajio yameweka vizuri, lakini pia kwenye kwa nini pia wamestahili, nafikiri you have to give it to them. Berkane ni timu ambayo ni kama Al Ahly ya kombe la shirikisho, kwa sababu kwa aina ya mafanikio yao siku za hivi karibuni, you have to understand kwa nini wako kwenye finali nyingine na kwa nini wamechukua finali nyingine. Misimu 5 iliyopita wamecheza finali takriban finali 3 na wameweza kuchukua finali 2, kwa maana ya kwamba msimu wa 2021 I don't remember quite ilikuwa ni nani, but 21-22 wao walicheza wakawafunga Orlando Pirates. That season you remember ambayo Simba alitolewa na Orlando kwenye robo finali kwa mikwaju ya penalty. By the way, Orlando Pirates ya Fadlu Davids kama kocha msaidizi. 22-23 Young Africans zidi ya USM Alger anachukua. 23-24 Zamalek Sports Club zidi ya RS Berkane anapoteza. 24-25 this time around wanafanikiwa tena kuchukua kikombe. Kwa hiyo it tells you hawa ni watu ambao they know unajua like they know how namna gani ya kuweza kutoa kikombe hichi cha kombe la shirikisho barani Afrika. Na wamefanyaje? You can see ni simple tu, angalia kikosi chao cha hivi sasa. Kuna winners ambao walikuwepo mwaka 2022 they are still there, watu kama kina Yusuf Fudayo, Mamadou Lamin Kamara was there as well. Kwa hiyo these are the guys ambao hawajashinda kwa bahati mbaya, wanafahamu what it takes kushinda barani Afrika. Na kushinda barani Afrika, nafikiri hilo ndio swali ambalo pia kama wa Tanzania tunapaswa kwenda kulijibu. Okay, ukiachana matokeo tuliyoyaona ya ujumla, sio? Tulichokiona ndani ya dakika 90 ndicho tulikitarajia, Malusi? In terms of Simba, mimi nilikuwa namdai Fadlu vitu vingi sana. Sikuwa impressed na game plan yake kule kwenye duru ya kwanza. I thought kucheza aggressively na kujenga na watu wanne peke yake ugenini away from home
na unajua na dakika kwanza tu dakika ya kwanza mpaka ya 15 Berkane wamesha kuonesha they are coming for your soul, wanatumia watu 5 mpaka 6 kuja kupress na wameshafanikisha turnovers, wameshakufunga, but akaendelea kustick bado kwenye kile ambacho alikuwa anakiona ni sahihi ukifanya, kwa maana kubakia na ujengaji mchezo wa wachezaji wachache. I thought that was not such a good plan, lakini kwenye mchezo wa leo hii nilikuwa natamani afanye tofauti, aweze kunionyesha he's a coach ambaye ana accept pale ambapo hajakuwa sahihi, na leo hii alifanya hivyo. Kwa kuna vitu viwili kwenye ujengaji mchezo wa Simba leo hii. Ilikuwa ni 3-2 badala ya 2-2, kwa maana kwamba badala ya center backs wawili na pivot pekee kama ujengaji mashambulizi, ikawa back 3 ya Mohamed Hussein, Chamo pamoja na Marlon, alafu na Kagoma na Ngoma juu yao. Lakini pia it wasn't just that, adaptability na fluidity, namna ambavyo walikuwa wanajaribu kubakiza mtu mmoja wa ziada ama wawili, kwa maana Kamara kusogea kuongezeka, kwa baada Simba at least watu 6 wakati kujenga mashambulizi wakati Berkane anakuja kupress. Lakini pia faida ilikuwa ni kwamba Berkane pia na wao hawakuja kupress kama ambavyo kwa namba kubwa kama walivyopress kwenye mchezo wa kwanza. Walipress leo at least na watu 3 mpaka 4 kwenye eneo la juu, which means Simba walikuwa na spared players wa kuweza kuwapigia pasi na kuweza kuondoka kwenye eneo la kwanza, na hatimaye wakafanikiwa kuweza kufikisha mpira kwenye maeneo ambayo nyingi na kudominate ama kutengeneza nafasi nyingi sana kwenye half ya upande wa Berkane. Na idea nyingine ambayo I was so impressed, nilikuwa natamani kumuona Mutale akianza, kwa sababu I believe maybe ndiye number 10 bora Simba wale naye wa cooperate kwenye tight space kwa sasa kuliko hata Janchaza. Janchaza huwa is a system player ambaye anahitaji timu iwe na mchezo mzuri ili na yeye aweze kuonekana, passes hapa na pale, aweze kusogea ku connect mchezo, ama timu ikifungwa na yeye akiwa amekamatwa na watu wengi anashindwa cooperate sana, ataanza kucheza safe, atapiga back passes nyingi. But Mutale huko na mtu ambaye kwanza center of gravity ndogo kwa sababu ya urefu wake, kwa hiyo anaweza akapokea mipira hata goli akiwa amelitazama, goli liko nyuma yake ama liko mbele yake, ama mpinzani anamtazama ama hajamtazama, anaweza kureceive. Ni wachezaji ambao unaweza kuita press resistant, anaweza akapokea mpira akafanya quick turn na akaweza kudevelop kitu chochote from nothing, na tumeona leo manufaa ya kufanya hicho kitu, kwa sababu almost karibia ukitoa bao lenyewe ambao ulifungwa na mwenyewe Mutale, kuna chance ambayo ilikoswa, nafikiri that was Mukwala kama nakumbuka vizuri. Mukwala ama actually ilikuwa ni nani, ni Kapombe, ile header ambayo ile diving header ilikuwa ni chance ambayo ilitengenezwa na Joshua Mutale. Lakini pia kulikuwa kuna layoffs nyingi sana ambazo alikuwa ana overload upande wa kushoto na ana connect na winga wake, ama ana connect na hata midfielder mwenzie kwa maana ya Hua, ama hata fullback kwa maana ya Mohamed Hussein kama akisogea juu. Kwa hiyo alisaidia sana kuwapa option ya ziada Simba kuweza kuconnect passes kwenye eneo la kati mwa uwanja. Mamadou Lamine Kamara pamoja na Keiri pale kwenye eneo la kati mwa uwanja walipata kazi kubwa sana, na Yasin Rebid kuweza kuwazuia Simba wasifanye creativity kwa sababu ya uwepo wa Mutale, mtu ambaye anaweza kupokea mpira na kuprogress kwa namna yote pile ile ambayo Waingereza. Kitu kingine nilitamani kuona anawatuma leadership baadhi ya watu, and I saw that today. Anatuma uongozi, of course it's very important. Yani timu yote bora duniani, it's not just about the game plan, you have to have leaders kwenye kiwanja. Na I thought kwa mfano kwa kesi ya Ngoma leo anaendelea kuonyesha why Simba wafikirie mara mbili kama hawana mpango wa kumongezea mkataba msimu ujao. He was such a leader, alikuwa anatuliza chini wachezaji wenzie, jamani tusifanye makosa, vitu vingine kama hivyo. Lakini pia kuna ile tukio lake ambalo limetembea sana kwenye mitandao ya kijamii ambalo anagombana na Musa Kamara kwa baadhi ya maamuzi ambayo aliyafanya wakati wa mchezo, na for me na encourage ile kitu. Sio kitu kibaya wachezaji kugombana kwenye nyakati kama zile, kwa sababu kila mtu anahitaji lengo moja, yani timu ifanikiwe, na end of the day you've got to give it to the coach. Na amini the big reason kwa nini Debra Fernandez yaanzi ama Augustine Okeje faanzi alafu Ngoma anaanza, for me it's just ni kwamba jamani kiongozi, wale wengine ni better players, ni wachezaji wazuri, but unahitaji mtu ambaye ana uzoefu wa kuweza kuhamasha wachezaji wengine. But all in all nilifurahishwa na game plan ya Fadlu, nilifurahishwa na jinsi ambavyo Simba walidominate most of the match, but exceptions ama vitu vingine vinatokea ambavyo huvitarajii. Kwa mfano red card iliwapunguza kuwa wachache kiwanjani, na hatimaye unaweza kusema kuchangia kwa kiasi kikubwa kupoteza mchezo. But again hata walipokuwa pungufu you could see ile courage bado ipo kwa upande wa Simba, bado wanajaribu kutafuta chance, na walifunga bao actually ambalo I'm not sure kama ilikuwa offside, maana yake hatukuoneshwa zile lines to be honest, kwa sababu wakati mpira unatoka kwenye mguu wa Hua na nani anakwenda connect Mukwala, for me
wakati mpira unatoka kwa Ahoua nilimtazama Mukwala, mimi kwa binafsi yangu nilivyomuona sikumuona Mukwala kwenye offside position, lakini whether or not mtu mwingine aliona, that's na yeye na maoni yake. Yeah, but for me it was very tight, na kama watatuonesha kafu huko baadaye maybe it was an offside, maybe it was not, but for me ilionekana kama ilikuwa onside. Kwa hiyo Simba wali score goal katika mazingira ambayo ni magumu, katika adversity. Ametumia sana neno baada ya mchezo Fadu kwamba wamekuwa wakistruggle zidi ya mazingira ambayo hayako upande wao, na leo hii wachezaji wake walijaribu kurise pia.